Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ni mtakatifu na wewe ni mwenye nguvu, na kila jambo linawezekana kwako mtakatifu. Asante ni kwa sababu ya asubuhi ya leo Bwana Jehova Jire, wewe unaotawala katika moyo wangu, utatawala katika mioyo ya watu wengi Bwana Jehova Jire. Wale Bwana mtakatifu watatamani kusikiliza na wataweza kusikiliza, wale watapokea hili neno kwa uwezo, kwa nguvu na msaada katika neno hili lako Bwana Jehova Jire, tunaenda kulisungumza. Na ndio tuweze Bwana Jehova Jire kutambua na kuelewa ya kwamba ni mambo gani na gani iletao mateso na shinda katika maisha yetu wakati tunapookoka. Ni kwa sababu watu wengi hawajaokoka kulingana na vile neno lako linavyonena, ama kulingana na vile moyo wako Mungu ulikusudia kutoka mwanzo. Watu wengi wameokolewa na watu wengi wamejiokoa, watu wengine wameokoka ni kwa sababu ya mateso na mashinda, matatizo ile yumawasunguka. Lakini Bwana Jehova Jire, tukiangalia neno kila wakati tunaona neno ni kipawa kutoka kwako. Ni kitu kilikuwa hakitokani na mwanadamu, ni kitu hakijapeanwa na mwanadamu. Kitu inaitwa wokovu imetoka kwako wewe Bwana Jehova Jire, kwa sababu wewe ndiye mwanzilishi wa wokovu mtakatifu mwenye nguvu. Asante Mungu wangu mfalme mwenye nguvu, ni kwa sababu katika ule wokovu ndio unasababisha wanadamu wengi waweze kutoingia katika ufalme wako, kwa sababu wameokolewa kwa njia zao, lakini njia sio njia zako. Wengine Bwana wanaupokea ufalme wa mbinguni kwa sababu wamepokea na wameamini kazi yako Bwana kulingana na vile ilivyo. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa utukufu wako Bwana, ni kwa uweza wako Bwana Jehova Jire. Sisi tumeitwa watoto wako, si kwa sababu sisi tumekaa katika wingi wa utakatifu, ama kwa kuwa sisi tumebadilishwa mili yetu. Hapana mfalme, sisi tunanena haya yote ni kwa sababu tunajua ya kwamba kwa neema sisi tumeupokea wokovu, kwa neema sisi tumepokea utajiri, kwa neema sisi tumepokea uponyaji, sisi tumepokea uwezo wote wa kuhubiri, tumepokea kila kitu Bwana, ni kwa neema yako mtakatifu. Watu wako Bwana ninaombea kanisa lako, ninaombea watumishi wako waweze kutambua na kujua ya kwamba hakuna awezaye kumpa mtu mwingine mwenzake wokovu ila tu Bwana Jehova Jire, wokovu ule utokanao kwako kulingana na vile Bwana Jehova Jire ulivyoupanga kutoka mwanzo. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, 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 amen. Ninashukuru Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa sababu neno lake linatuambia kila wakati, si kwa vile sisi tumetosheresha, yani tumejitosheresha katika neno la Bwana, ama katika kuamini, ili ni Bwana ametutosheresha. Yeye ndiye ametutosheresha katika wingi wa neema yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu si kwa matendo ama kwa kazi yetu, ila ni kwa mapenzi ya Bwana. Yeye ametupa ukamilifu. Ukamilifu wote katika maishani mwetu unatoka kwake yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Nataka tuweze kusoma neno, na tukilisoma neno tutaweza kuangalia mapenzi yake katika haki ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Rekei tuthome kiugo kia Ngai. Nitaanzia wapi? Nitaanzia katika mstari wa Ephesians. Nitaanzia katika mstari wa Ephesians, ya Ephesians 2. Katika mstari wa Ephesians 2, Ephesians 2:8. Ephesians 2:8. 2:8 inasema, ati for by grace are you saved through faith, and what not of yourself.
It is the gift of God. Jambo moja inanifurahisha na nikatambua ya kwamba kweli kabisa wokovu hautokani na mwanadamu. Wokovu hautokani na mapenzi ya mtu. Wokovu unatokana na Mungu. Wacha tusome mpaka 10. Not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Bwana asifiwe. Tutasoma Kiswahili. Lakini kabla hatujasoma kabla hatujaendelea, ningetaka kila mmoja wetu kwa sababu ya upendo wa Kristo tuweze kujua ya kwamba wokovu uko na mpangilio wake. Wokovu tutaendelea na kuona wokovu haujatokana na mpango wa mtu yeyote yule. Wokovu haujatokana na mpango wa mtu. Wokovu umetokana na mpangilio wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na wakati tunapookolewa, hatuokolewi kwa sababu ya sababu fulani ile itokanao na sisi. Sababu ya kuokolewa inatokana na Mungu. Mwathani arogocwo. Sababu ya kuokolewa inatokana na Mungu. Sababu ya kuokolewa haitokani na sisi. Na ndio inasema neno inasema ya kwamba ati uchungu wa toba uelekezao mwanadamu katika toba. Uchungu, yani ni Mungu anafanya tuweze kupokea uchungu, kupokea ule uchungu wa toba. Toba haikuji ndani ya mtu kwa sababu anapenda. Inakuja ni kwa ajili Mungu anahitaji uweze kujikuta katika nafasi yake. Kwa sababu kama ni mtu, sisi wote tunapenda wokovu. Mpaka mganga, mpaka mshawi, every denomination, every cult. Hao watu tunaona mpaka ndani ya cults, every denominations, zote kile wanatafuta ni wokovu. Wanatafuta Mungu. Wanatafuta salvation. Vile wanaweza kuwa pamoja na Mungu katika haki yake. Kila mtu anapenda kukaa katika, wakati atatoka katika ulimwengu tulio ndani yake, watu wote wanapenda kukaa katika ufalme wa Mungu na katika mkono wake wa kulia. Lakini njia ya kupokea ule wokovu ndio shida. Sababu watu wengi wanafikiria ya kwamba wokovu tunaupokea kwa njia yoyote ile tunafikiria. Lakini wokovu hatuupokei kwa njia yetu sisi. Wokovu tunapokea kwa njia ya kupewa. Ni kipawa kutoka kwa Mungu. It's a gift from God. Bwana asifiwe. Na mpaka siku ya leo Mungu Christ kama or God yani yu katika nafasi ile akigojea kwa uvumilivu watu waweze kuokolewa. Katika wacha kwanza tuangalie kama mstari kako hapa kako katika kitabu ya Roman 2:4 inasema ya kwamba or despised thou the riches of the goodness. Riches not things. Sio vitu. Hii riches inanena kuhusu the spiritual riches. Utonga wa kiroho.
Bwana asifiwe. Watu wengi wakiona neno kama hili, riches of his goodness, riches of his goodness, riches of his goodness ni utajiri wa rohoni, mambo yale yatokanao na wokovu, mambo yale yatokanao na uungu. Yeah. Thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Ndio tupokee wokovu ni njia. Kristo ametulia, Kristo amekaa akigoja kwa uvumilivu ajabu na kwa wema mwingi sana ndani yake utokanao na wokovu. Ule moyoni mwake atamani sana watu waweze kupokea hiyo neema ya wokovu kutokana na yeye, sababu hakuna awezaye kuokolewa kama Mungu kama hajavutwa. Na tunavutwa na nini? Twavutwa na neno la Bwana wakati wowote inapohubiriwa. Na Yesu anajua ya kwamba neno liko na watu wale amewatuma, neno la kweli waweze kulihubiri. Kuna watu Mungu amewachagua purposely ni kwa sababu ya neno la kweli. Na kunao wamechaguliwa na watu na wengine wakajichagua wahubiri injili yao. Majority, many preachers wanahubiri injili yao. Na kuna wale Mungu amewachagua na amewatuma waende wakahubiri injili ya kweli. Injili ya kweli haitokani na kupenda kwa mtu yeyote yule. Na Yesu anagoja watu waingie katika repentance, sababu anajua injili imewafikia. Injili ya kweli imewafikia. Na kuna injili ya uongo tutaendelea tukiona. Kuna injili haihubiri mapenzi ya Mungu, inahubiri tamaa ya mioyo ya watu wengi. Kwa hivyo kuna vile wanadamu wengi, hata watumishi wengi wanaiona injili, na kuna vile Mungu naye anaiona injili pamoja na watu wale amewachagua na akawatuma waende wakahubiri injili itokanao na msingi wa Kristo. Ile injili inenayo only about death of Christ, burial of Christ, and kitu tunaita ufufuo wa Kristo. Haleluya, mwadhani ya rogosho. Wakati ninapo turudi pamoja katika kitabu hiyo ya Ephesians 2:8, Ephesians 2:8 inatuambia ya kwamba, Ephesians 2:8 inatuambia na Kiswahili, kwa maana mumeokolewa kwa neema. Na ndio Yesu pande ile anasema amegoja kwa uvumilivu. Yeye mwenyewe amepeana neema. Amepeana neema ndio watu waweze kuitambua ile neema na waweze kuingia ndani ya ile neema, ndio waweze kupokea ile neema ya wokovu pasipo their works. Watu wengi wameokolewa na kazi zao. Watu wengi wameokolewa na mambo hali. Watu wengi wameokolewa na hali, kwa sababu kunalingana na ile na vile mhubiri wako anapokuhubiria.
Yes. Mhubiri wako anakuhubiria nini? Many preachers wanahubiri nini? Wanahubiri mambo ya dhambi. Saa yote, usiku na mchana. Kwa sababu ya kile ulihubiriwa. Kinafanya nini? Kinafanya uweze kuwa katika husuni. Kinafanya uweze kuwa katika kutubu saa yote. Kinafanya uweze kuwa katika nafasi ya kutojiamini na kutoamini ya kwamba Kristo Yesu alikuokoa kutokana na dhambi zako. Wewe umeokolewa. Umeokolewa kutokana na dhambi zako. Hata kabla haujazaliwa, Yesu alikitenda kile kitendo kimoja cha haki, ndio wewe uweze kufunguliwa na kuokolewa katika dhambi zako. Lakini saa yote unahubiriwa juu ya dhambi. Usiku na mchana, ndani ya moyo wako kunalia dhambi. Na kwa sababu kutoka mahali tulitoka ndani ya dhambi, tunafaa kujua hivyo. Kulingana na Ephesians 2:1, tulikuwa wenye dhambi. But wacha nikuonyeshe. Hiyo ni 8:1, ninasema ate, and you had he quickened who were dead in trespasses and sin. Kwa hivyo ninyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Bwana asifiwe. Tulikuwa wafu. Yes, hatukatai. Tulikuwa wafu. Na ndio ilifanya Christ aweze kuja katika ulimwengu, ndiye afie mwanadamu yeyote yule aliyekuwa ndani ya dhambi, kwa sababu tulizaliwa tukaingia katika dhambi. Kwa hivyo, kwa kuingia katika dhambi, naye Yesu akanja katika maisha yetu, maishani mwetu, ndiye aweze kwa huruma, but God who is rich in mercy. Mungu yule ni mwingi wa Mungu yule ni mwingi wa rehema. Yes, for his great love wherewith he loved us. Kwa upendo wake mwingi akamtuma mwanae Kristo Yesu. Yes, kwa huruma zake Kristo, kwa huruma zake Mungu, even when we were dead in sin, had quickened us together with Christ. By grace you are saved. By grace, see, by your works. Bwana asifiwe. See, by your love, loving others, praying so much, wrong prayers, preaching every time. Hapana, sio mambo kama hayo. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ya, nataka uone nini? Dede woni atiriri. Sio kwa sababu ya kitu chochote kitokanao na mwanadamu. Mwanadamu aliumbwa tu na Bwana, ni kazi ya mkono wa Bwana. Mwanadamu hana chake. Mimi sina changu. Chochote ni chake. I have nothing to boast with. Bwana asifiwe. Sina kitu ya kuonyeshana. Sina kitu inaweza fanya niweze kujiringa. Ni kwa pendo lake, ni kwa mapenzi yake. Oh, haleluya. Ni kwa nguvu zake. I'm here. I am today. Bwana asifiwe. Ati mahali niko, where I am, mahali niko, ni yeye amenikalisha, ni yeye amenisimamisha, ni yeye amenifanya. Chochote niko nacho ni chake. Hakuna kitu kimetokana na mimi.
Yes. Ati yeye ndiye amenifanya niweze kufika mahali nimefika. Bwana asifiwe. Alitufufua pamoja na Kristo. Bwana asifiwe. Hallelujah. He had raised up together. Yes, together. And made us sit together. In heavenly places. In Christ Jesus. Yeye ni kutufanya, ametufanya. Na hata kuingia katika mkono, na ndio wakati ule wale watoto wawili walienda wakauliza Yesu. Ati mama yake akamwambia, ningeomba kijana wangu mmoja akae katika mkono wako wa kulia na yule mwingine wa kushoto. Yesu aliwajibu namna gani? Sio mimi nichaguae mambo kama haya. Yule atendaye jambo kama hilo ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio mimi na sio wewe unachagua yale utakayo, vile utakavyokuwa. Bwana asifiwe. Na tunasoma mstari wa 8 unasemaje? 8 inasema, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Kiswahili inatuambia, kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu. Kiswahili inasema katika namba 9, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kuhubiri ninahubiri, sio mimi. Haleluya. Ni utawala wa Kristo unafanya kazi ndani yangu. Kulingana na Genesis 1, mtu alikuwa ukiwa, utupu na giza. Mtu alikuwa ukiwa, utupu na giza. Na ndio ile inaibwa ulimwengu ulikuwa ukiwa, utupu na giza. Mwanadamu alikuwa ukiwa, utupu na giza. Haleluya. Na kama nilikuwa ukiwa, utupu na giza, pasipo Mungu kunihuisha, pasipo Mungu kunifanya niwe kitu, niwe mtu, niwe nuru, haingewezekana mimi niweze kufika katika nafasi nimefika. Sasa hivi ninanena kwa sababu ndani ya giza aliweka nuru. Ndani ya utupu ameweka neno. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndani ya mtu mwenye alikuwa tu hovyo akaweza kunijenga na kunisimamisha katika wema wa mwanae Kristo Yesu. Amenifanya kuwa kama vile alivyo. Kama vile alivyo nuru, akanifanya kuwa nuru. Haleluya. Kama vile yeye amejaa vyote, akanifanya nikaweza kujaa vyote. Kama vile alivyo na mpangilio mwema katika uweza wake katika maisha ya rohoni, amenifanya niweze kuwa katika huo mpangilio. Bwana asifiwe. Nilikuwa utupu, giza na ukiwa. Nilikuwa kitu tu. Sikuwa na mwelekeo. Sikuwa na kitu ninaweza onyeshana. Lakini siku ya leo niko na mambo mengi ninaweza onyeshana. Sana sana kwa wale wameingia katika ufalme wa mbinguni. Sio kwa kazi yao, sio kwa matendo yao, ila ni kwa kuamini kazi ya Kristo Yesu, kufa, kuzikwa na kufufuka. Bwana asifiwe. Na wakaamini katika hiyo kazi ya Kristo, wameokolewa, mioyo yao imebadilishwa. Na naweza furahi
nikionyeshana watu kama hao walio na neema, walio na wokovu ule utokao ndani ya Kristo, utokao ndani ya neno, wameamini neno na neno likaweza kuwajenga upya katika maisha yao. Bwana asifiwe. Mstari wa 10 inasema ya kwamba ati maana tu kazi yake, sisi tu kazi yake, for we are his workmanship. Sisi tu kazi yake, created in Christ Jesus, hallelujah, unto good works. Ati maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Ate kutoka awali. Kutoka awali. Awali ulikuwako? Hapana. Sisi tunasoma neno linatuambia kwamba kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, Kristo alikufa. Kristo alituchagua. Kristo ametutuma. Kristo alitupenda. Kristo alitufufua. Kristo alitufia. Kutoka awali, kutoka na uko. Wazazi wetu na wazazi wa wazazi wa wazazi wa wazazi wa wazazi, kabla msingi wa ulimwengu haujawekwa. Kutoka awali. Aliweza kutuwekea kila kitu. Wema wake, Bwana asifiwe, his goodness, his riches, aliiweka kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ndio tuje tutende matendo mema. Yale yeye anajua ndiye matendo mema ambao tokea awali Mungu aliyatengeneza. Bwana asifiwe. So sisi ni kazi ya mkono. Sisi tuko pale ndio tuyatimize yale yote Mungu anayoyahitaji. Lakini watu wengi wafanya kazi zao. Wahubiri wengi, sio wote, wengi wahubiri mambo zao. Wahubiri mahubiri yao. Wako na watu wao. Wamekusanya watu wao, si watu wa Mungu. Haleluya. Wameondoa pendo la Mungu ndani ya mioyo ya watu, wakaweka pendo lao. Na ndio siku ya leo watu wengi hawapendi church. Siku ya leo watu wengi hawataki kuwa katika kusanyiko la watu wa Mungu. Sababu walidanganywa, walifinywa na kuambiwa fanyeni hivi ndio mbarikiwe. Haleluya, Bwana asifiwe. Obeni hivi na hiyo ndio ombi lile litakupeleka katika ufalme wa mbinguni. Unaomba hukumu inajaa ndani ya moyo. Unaomba unasikia kabisa hujaomba vyema. Sababu ndani ya moyo kuna kile hakijatolewa. Na kile kinafaa kutolewa ndani ya moyo hakitolewi na maombi mengi. Hakitolewi na maombi ya kufunga na kuomba. Hakitolewi na kulisoma tu neno. Kinatolewa na kuongozwa kikamilifu katika wokovu ule uliambatana na kazi ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Ndio mimi nifike kuwa nimeokolewa. Kuna neno lile linaleta ukombozi. Neno lile liletao ukombozi. Bwana asifiwe. Kuna uchungu wa tomba ile iletao ukombozi. Sio tu uchungu wowote wa magonjwa. Uchungu wa kukosa mtoto. Uchungu wa ndoa kukwisha. Sasa unakufanya uende ukaokoke. Ati ninasikia tu kama sijaokoka sitaishi. Utaenda uokoke kwa sababu ni wewe umejiokoa na utakufa tu. Hata saa ingine hiyo siku
kwa sababu hauishi kwa sababu wewe umeokoka. Unaishi kwa sababu Kristo amekuokoa. Unaponywa si kwa sababu umetenda matendo mazuri. Sio kwa sababu unakuwa kanisani kila asubuhi. Morning glory. Sio kwa sababu unaomba maombi iko na lugha ndani yake. Sio kwa sababu unafunga na unaomba. Sio kwa sababu umekula mesa. Sio kwa sababu umebatizwa katika maji mengi ama ya kumwagiliwa. Sio kwa sababu wewe ni leader. Sio kwa sababu wewe ni madagir. Sio kwa sababu wewe ni kiongozi ndani ya kanisa. Wewe ndio unakaribisha mtumishi wako huyo mkubwa ako na nguo za debe, zina debe nyingi. Sio kwa sababu unafaa nguo za nini za makara mingi. Hapana. Sio ati kwa sababu wewe ndio unakaa katika aratari. Hakuna kitu kama hiyo. Wokovu wa Kristo hauambatani na kitu chochote kimetokana na mawazo ya Mungu na ya mtu wala kazi ya mtu. Wokovu kamili watoka katika Bwana. Na ndio neno hilo katika huo mstari wa 8 inasema, for by grace are you saved through faith, and that is not of yourself, it is the gift. Katika kitabu ya Galatians, katika kitabu ya Wagalatia, nayo ina kitu ninaona inasema mahali pale. Galatian 2:6 inasemaje? Inasema, but of this who seemed to be somewhat whatsoever they were, 16, not 6, 16. Galatian 2:16. Nimesikia kile ninasoma, sio kile ninazungumza juu yake. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, who even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ati Kiswahili, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Sio kwa matendo ya sheria. Bwana asifiwe. Sio kwa wingi wa kujitahidi. Sio kwa wingi wa kuwa kanisani. Sio kwa wingi wa kuomba sana. Sio kwa wingi wa kuhubiri mara mingi. Hapana. Haya yote tunayafanya kwa sababu tulifanywa. Ametufanya. We are the temple of God. Sisi ni chumba cha Bwana. Sisi ni house of God. Bwana asifiwe. We are dwelling place of God. Kwa hivyo, kama vile ninavyokaa ndani ya hii nyumba yangu, na kila kitu nikitaka kununua ninanunua, na ninakitafutia nafasi ninakiweka, na nyumba haiwezi niuliza kwa nini unaniongezea na nimejaa. Hata nikitaka kuijeza ni kuyekereana juu na juu na juu na juu, haina nafasi ya kuniuliza, na haina budi ya kuniambia ate nimejaa ama nimetosha.
Mimi ndio ninaona kile ninafaa kufanya na hiyo nyumba yangu. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tulivyo kwa Mungu. Haijalishi sisi tumehubiri mara ngapi, hatujahubiri, tumeomba maombi gani. Mungu ndiye anajua kile kinafaa. Sio sisi tunajiongoza. Yeye ndiye anafaa kutuongoza. Yeye ndiye anafaa kutuonyesha njia. Tunafaa kufuata hatua zake. Tunafaa kufuata neno lake. Tunafaa kufuata maagizo yake. Tunafaa kufuata, haleluya, matendo yake na vile anavyonena. Yesu Kristo akanja akiwa amefuata kabisa mwelekeo wa babaye. Na mimi sasa nifanye nini? Kazi yangu ni kufuata matendo yake. Kazi yake niamini yale anao yasema na anayo yatenda. Bwana asifiwe. Mimi sina nafasi ya kuumba kitu chochote katika maisha yangu. Sina nafasi ya kuumba kitu chochote niweze kuhubiria watu. Ninafaa kuumba kile kimeumbwa tayari. Kile kimeumbwa ndio ninafaa kukiumba ndani ya mioyo ya watu. Sio kile kitokanao na mimi. Sio yale ninaamini mimi mwenyewe. Lakini ni yale aaminio yeye. Ni yale aliyoyaamini na akaileta katika neno. Na wakati nimechukua lile neno, nikalisoma, nikaweza kulihubiri lile neno lake. Hallelujah. Kwa hivyo, this salvation is a gift of God. Hiyo ni jambo moja tunafaa kujua. Wokovu hakuingia ndani yetu kwa sababu tulifanya jambo fulani, ama tuliingia mahali fulani, ama kwa sababu sisi ni wa kanisa hii ama ni wa kanisa ile. Hapana. Yesu Kristo hakukuja akiwa anaegemea kanisa fulani. Mitume hawakuegemea kanisa fulani. Wao walileta wokovu kwa watu wote. Yesu alileta wokovu kwa watu wote. Haleluya. Bwana asifiwe. Sababu upendo wa Bwana hauna kipimo. Tena wokovu wa mwanadamu hauna kipimo. Kama vile Mungu wetu ana kipimo katika upendo kwa mwanadamu, hivyo ndivyo wokovu wake ndani yetu hauna kipimo. Bwana asifiwe. Wokovu wa Mungu mwenyewe na upendo wa Mungu mwenyewe hauna season. Ni umilele, ni etano. Ni umilele tumeupokea kutoka ndani ya Kristo. Mungu ametupa Kristo. Ndio umilele ulio ndani ya Kristo tuweze kuingia ndani yake, na ule umilele uishi na udumu ndani yetu. Chochote kitokanao na Christ is eternal. Kwa hivyo wale watu wamepokea salvation ndani ya Christ, wamepokea eternal salvation. Lakini kuna wale wanaokolewa na ulimwengu na mapasta wao, denominations na vitu vingine mingi. Wokovu wao ni wa seasons. Ni wa miaka 5 unakwisha, anaaguka. Tena analeta anakibia kwenda kufanya nini? Kuokolewa tena. Wengine ni wa miaka 10, wengine hata ni wa 30 years. Mtu anarudi nyuma, anaanza matendo yake ya zamani ya kikale. Haleluya. Kwa hivyo inasema ya kwamba Mungu wetu ndiye mwokozi wetu. Yes. God is our savior. Mungu ndiye anaokoa watu. Sio sisi tunajiokoa na sio sisi tunawaokoa. Ni Mungu anawaokoa watu wake, kwa sababu sio kwa kazi yetu. Hivyo ndivyo neno limetuambia. Wokovu, wakati nilipokuwa ninaangalia hiyo kitu kinaitwa wokovu, niliangalia nikaona wokovu ni Christ.
Wokovu ni God. Wokovu mwenyewe ni Mungu. Kwa hivyo wakati tumepokea wokovu, tumepokea Mungu. Wakati tumepokea Christ na kazi yake, tumepokea Mungu na kazi yake. Yes, sababu wakati tumeingia ndani ya wokovu kamili, utawala wa Mungu unaingia ndani yetu. Yale Mungu anayoyafanya, ninayafanya. Yale Mungu anayoyanena, ninayanena. Haleluya. Mapenzi iliyo ndani ya moyo wa Mungu inakuwa mapenzi yangu katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, mimi na Mungu tunafika katika nafasi ya kuwa hatuna tofauti yoyote. Haleluya, Bwana asifiwe. Mimi na Mungu hatuna tofauti. Kazi iliyo ndani ya Mungu iko ndani yangu. Na hivyo ndivyo naweza sema siku ya leo, watu wengi hawawezi afford salvation, sababu wanafikiria wanaweza ipokea katika matendo, katika kazi, katika kujitolea, katika kwenda kanisani, katika kuomba sana na kufunga, katika kuhubiri, na katika kusoma Biblia. Lakini haya yote haijahesabiwa mahali popote pale. Yes, hii ni kitu kimepeanwa tu, hakuna mtu amekifanyia kazi. It's a gift. Ilikuwa promise na imetufikia as a gift through Christ. Na gift ni kitu haujatarajia, lakini umepewa. Ni kitu uteko halereirie kana uteko planete. Ni kitu haukuwa planned, lakini umekipokea tu. Kimekuja tu. Kimeingia tu. Pasipo wewe kutarajia, pasipo wewe kukipangia, lakini kimekuja. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wokovu, watu wengi kulingana na mawazo yao wanafikiria wako ndani ya wokovu, lakini ni kama vile neno linasema katika kitabu ya John, katika kitabu ya John 5, katika kitabu ya John 5 39 inasema, watu wengi wananini maandiko, wayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Tajira. Watu wengi wanadhani wako na uzima wa milele ndani ya ile maandiko wanaosoma kuhusu Christ. Hayo ndani yake. Na hayo ndio yanayo nishuhudia. Nani huyo ananena? Christ. Watu wanafikiria kwa sababu wamesoma maandiko na wamesoma Christ ndani ya ile maandiko ati sasa wamempokea. Hapana. Sio tu kwa sababu ya kuyasoma. Kuna mpango. Alafu number 40, and you will not come to me that you might have life. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Watu hawataki kuja kwa Bwana ndio waweze kupokea uzima. Japo linanifurahisha ni ya kwamba kukuja kwa Bwana sio kukuja vile watu wanafikiria, wanachukua hatua wanaenda kanisani. Ama watu wanaitwa altar call, wanakuja wanasema, Baba nimekuja kwako, nimekupa moyo wangu. Wewe haukuwa na moyo. Ate nimekupa moyo wangu. Moyo gani na hukuwa nao? Wewe haukuwa na uzima. Wewe haukuwa na moyo. Haukuwa na uhai.
Wewe ulikuwa tu utupu ukiwa. Darkness, formless. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, tunakuwa mbele za Bwana, tunakuwa tukiwa hatuna kitu. Ni kutia tunatiwa. Ni kupewa tunapewa. Na tunafaa kuliamini lile neno. Sababu watu wanalisoma na hawaliamini, ndio hawampokei. Sio kwa njia nyingine yoyote. Ni kwa sababu tualisoma neno kwa mawazo yetu. Na tunalihitaji lifanye vile tunavyotaka. Sasa tukisoma, tukisikia, hiyo laini, hiyo fasi imetujenga, hiyo chapter imetujenga. Sasa unafikiria umeokoka. Ndio unaokokanga leo na kesho kutwa. Hiyo ingine mtodo na mtodogo unaanguka. Unaanguka kabisa. Unajikuta hauko katika nafasi ya wokovu tena. Unasikia moyo umeanza kukuhukumu. Sababu unaliweka neno kulingana na vile upendavyo, utakavyo. Sio neno linakuweka, ni wewe unaliweka. Na tunafaa tuingie ndani ya neno liweze kututawala. Tuingie ndani ya neno, tuingie ndani ya Kristo aweze kuwa mtawala ndani yetu maishani. Watu wengi wameweka neno ndio liweze kuwa utawala, waliweze kulitawalia. Ni neno linafaa kunitawalia. Ni neno linafaa kuniongoza. Ni neno linafaa kunifundisha. Ni neno linafaa kunena ndani yangu. Sio mimi nafaa kunena ndani ya neno. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio lile neno liweze kunipeleka na kunifundisha na kuniokoa na kunisimamisha, kunidhibitisha na kunikanya, kunionya likiwa ndani yangu. Kwa hivyo Mungu ndiye alidecide. Mungu ndiye aliamua kunipa nini? That gifts of salvation. Na that gift of salvation ndio wakati wowote tunasema grace, neema. Ametupa hiyo neema. Wokovu ni neema. Is a grace. Sio kitu tulikuwa tunatarajia ama kitu tunaweza jenga ama umba. Bwana asifiwe. Wokovu ni pati moja ya neema. Na hiyo pati ya wokovu hakuna mwanadamu anaweza iafford mwenyewe. Tunaipokea, unaweza kuipokea kwa ajili amekupa. Yeye amekupa. Yeye amekupatia. Ni kipawa. Bwana asifiwe. Wengine wanaenda kanisani wanaambia pastor nataka kuokoka. Naye pastor anakuambia piga magoti ni kuombee. Pasipo mwongozo. Hiyo yote ni njia ya kukupoteza. Wokovu unafaa uombewe wakati ule lile neno umelisikia limeingia. Alafu ukae chini, sababu wewe ni kama mtoto amezaliwa saa hiyo, hata hajui ni kutangatanga, kujaribu kutafuta matiti ndio iingie kwa mdomo, kufundishwa vile unaweza nyonya, kuivuta. Sio kitu unajua. Hata macho haioni vizuri wakati huo. Masikio haisikii vizuri wakati huo. Umeokolewa na ile neno umefundishwa. Sio kuombewa, sio kuambiwa funga ndio uokoke, sio kuambiwa sio kusema nisikia kitu ndani yangu nikiwa kwa usingizi, nikasikia ndoto imekuja katika maisha yangu, nikasikia kitu, nikasikia kabisa nimeokoka. Hakuna wokovu wa kujiokoa na haujawahi onekana. Na hakuna mtume wote waliitwa na Kristo wakaambiwa nifuateni. Hakuna alifuata Yesu kwa kujipendea. Ni Yesu aliwakaribisha. Alafu mahali popote Yesu alikuwa anaenda, alikuwa anafundisha.
Mara mingi watu wengi hawajui matamshi ya Christ kutokana na vile unalolisoma neno. Ati kuna mahali inasema akawapulishia hewa. Nao watu sasa wamechukua mic, wanaanza wanafikiria kupulisia ni kupulisia hiyo hewa, na ni kuwahubiria. Neno linasema akawakondolea macho. Bwana asifiwe. Mitume akina Peter wakamkondolea macho. Yule mtu alikuwa katika beautiful gate. Na wale wengine tumeona wamekondolewa macho na akina Paul. Kukondolea macho ni kuhubiri. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo yale tunayasoma katika neno yote inaandamana na kuhubiri kule Kristo mitume waliweza kuhubiri. Hakuna mtu aliokolewa kwa kuombewa tu. Wote walisikia neno. Na Yesu akasema, mwanamke alipoponywa kutokwa na chemichemi ya kutokwa na damu, yes, aligusa kipinde. Watu wanafikiria ni gua aligusa, ila tu ni sehemu ya neno alichukua Yesu akihubiri, akaliamini. Na ndio Yesu alikuwa anasema kuna mtu ameniguza. Nao Petro akamwambia ni kwa sababu ya matangamano ya watu ni wengi mahali hapa. Lakini Yesu akasema hapana, kuna nguvu imenitoka. Wakati ninapohubiri kuna nguvu tunasikia wakati ule watu wanapokea lile neno. Yes, wanalipokea lile neno. Kuna nguvu tunasikia zinatutoka wakati tunapohubiri. Wale wameitwa na wakatumwa, wale wanahubiri katika roho wa Bwana, ni lazima ifanyike kama vile ilikuwa inafanyika wakati wa Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Lakini tunafurahi sana kwa sababu ya kuwa na ufunuo ya kwamba sisi hatutaingia katika parables tuanze kufanya kama vile tunaambiwa mpanzi akaenda akapada, ati sasa tunaenda shambani ndio tuonyeshe watu nini. Hapana, tuna ufunuo. Hatutafanya kama akina Daudi wala tu vile tunaona katika katika Old Testament. Twajua hiyo ni types and shadows. Kwa hivyo sisi tunaingia katika reality ya vile Christ alifanya kazi from the book of Acts to Revelation. Bwana asifiwe. Tunaondokea parables. Sisi tunajua ya kwamba reality ilikuja kuhubiriwa from Acts. Na ndio unaona watu wamekaa wapubavu tu, wajinga wakiwa makanisani, sababu wanafuata matendo, wanafuata kazi. Hawawezi kuwa na imani ndani yao sababu wanatazama yale yametendwa, yale aliyotenda. Yes, yale aliyotenda ni mfano. Ni lazima tutoke ndani ya types and shadows, tuingie katika reality. Na reality ndio itaweza kutuelekeza katika ukweli na katika wokovu ule uletao imani katika Kristo. Yeah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wokovu sio vile tunafikiria. Hata ukienda kanisani ubatiswe mara 30, mara 100. Ama ufuge 100 days ati ndio uokoke. Hakuna kitu kama hiyo. Otakos utoke mara ngapi ati ndio uokolewe? Hakuna kitu kama hiyo. Wokovu hautokani na hayo yote. Wokovu hautokani na kupakwa mafuta. Wokovu hautokani na kuambiwa kujeni hapa murudie nyuma yangu. Hapana. Bwana asifiwe.
Wokovu ni neno linaingia ndani katika masikio yako, linaingia ndani ya moyo wako, unaliamini. Baada ya kuliamini unalikiri, si kukiri mambo yale umekutana nayo ate wakati ule nimeokoka. Sasa nimejenga nyumba mbili, wakati nimeokoka sasa niko na gari, wakati nimeokoka sasa magonjwa yameikwisha kwangu. Alafu from there ufanye nini? Ushinde tu ukiimba nyimbo za vile imefanyika? Ndio uweze kueleweka na kujulikana kweli kabisa umeokoka. Ndio wokovu wako uweze kufanyika kuwa kamili. Uliokolewa ndio uhubiri. Uliokolewa ndio ufanye wengine waweze kujua mapenzi ya Mungu ndani yao. Na neno linasema mapenzi ya Bwana ni nini? Ni watu wote waweze kuokolewa. Na baada ya kuokolewa wahubiri. Bwana asifiwe. Tumeitwa sisi wote na tumetumwa tuweze kuhubiria wenzetu. Bwana asifiwe. Kuhusu msamaha wa dhambi. Vile tumesamehewa dhambi, sio kuhubiria watu mambo ya dhambi tu, ni vile walisamehewa. Ndio moyo wa mtu ukae ukijua ya kwamba yes, nilikuwa mwenye dhambi, lakini neno limesema nimeokolewa, nimesamehewa dhambi zangu. Na sio tu kwa muda, ni umilele. Na kutambua ya kwamba sina dhambi sasa. Yule ameniokoa. Yes, aliingia patakatifu mara moja ya kutosha. Na si kwa damu ya kondoo wala ya haiva, ila ni damu yake mwenyewe. Ndio aweze kuonyeshana mwanadamu mbele za Mungu akiwa hana dhambi tena. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu damu ya mwanakondoo na ya haiva, neno linasema ya kwamba katika kitabu ya Hebrews 9:10 ati haikuwafungua wale wote waelekeao katika hiyo sacrifices. Haikuwafungua, haikuwafanya kuwa safi, haikuwaokoa dhambi zao. Walikuwa wanaenda mwaka tu mwaka kwa sababu ya kwenda kutubu dhambi. Haleluya. Lakini huyu aliingia mara moja ya kutosha. Akaingia patakatifu pa watakatifu na damu yake mwenyewe ndio aweze kumuokoa mwanadamu. Ameniokoa mimi. Na ameniokoa katika dhambi. Ili haitaweza kunitawala tena. Ameniondoa katika ile dhambi. Ili haitaweza kusikika, wala hakuna wakati nitasumbuliwa na dhamiri. My conscience inakuwa safi. Sina tena kusikia dhambi, kudhulumiwa na dhambi. Haleluya. Kazi ya dhambi inakwisha ndani ya mioyo yetu. Mwadhani ya rogosho. Sio ate kuingia kanisani kuambia watu kujeni hapa Mungu amemwacha. Mtu akiingia, wacha nikuambie mtu, mahali popote ulipo wewe mwana wa Mungu, wewe mpendwa wa Mungu, hakuna wakati Mungu atakuacha. Ukiingia ndani yake na yeye ndani yako, hamuachani kamwe. Mutire ndiga yaga gutigo ngikorwo wahonoka na njira ire yagireire. Ungikorwo wahonokio ni Kristo na wira wake, gutire hindi mukaumano milele na milele. Neno linasema tene na tene munafika kuwa one. Na hakuna yeyote atakaye kuhesabia wewe kuwa mwenye dhambi, sababu wewe umekamilishwa na yule. Akikamilisha mmoja, akikukamilisha, hakuna wakati utakuwa na uchafu. Hakuna wakati utatoka katika ukamilifu wake. Ukamilifu wa Kristo ni once and for all. Hallelujah. Bwana asifiwe. Akikufanya kuwa born again,
Hakuna wakati una backslide. Akikufungulia mlango hivi uingilie, hakuna wakati, haleluya, ule mlango utafunguka ati ndio utoke. Wewe umeingia na umeingia. Bwana asifiwe. Mateso ikuje namna gani, igogane namna gani, uinuliwe namna gani, magonjwa ikuje namna gani, Yesu yu pamoja nawe. Ati wakati unaugua kwa kitanda, yu pamoja nawe. Wakati umekosa fedha, yu pamoja nawe. Wakati umeugua katika doa, yu pamoja nawe. Wakati kanisa limesarabatika, Yesu yu pamoja nawe. Mungu yu pamoja nawe. Sio Mungu ati amekuacha, hajakuacha. Tusikubali kuogofya wakati wowote kuambiwa kujeni hapa tena muokoke. Ukiokoka ni mara moja, hakuna kurudi nyuma, lakini ni lazima uongozwe katika yani ile njia, mpangilio wa wokovu wa kweli ule Yesu aliongoza watu. Haleluya. Mwathani arogocwo. Sio kufikiria leo nimeokoka kwa sababu nimepata pesa ya chama, kwa sababu nimejenga nyumba, kwa sababu nimenunua gari, ati sasa nafaa kuokoka. Wokovu haupimwi na utajiri wa ulimwengu. Wokovu haupimwi na urembo wa mtu. Wokovu haupimwi na umaskini wa mtu. Wokovu haupimwi na vile mtu anavyoomba, wala anavyohubiri, wala anavyofanya miujiza na maishara. No. Wokovu ni kwa Bwana. Wokovu hauna kipimo chochote kinaweza upima. Oh, haleluya. Tusichukue wokovu na njia nyingi. Wokovu ni njia moja. Only one way. Lakini mambo yale mengine yote unayotamani unaweza ipokea kwa njia nyingi. Ulimwengu unaweza upokea kwa njia nyingi, lakini wokovu ni kwa njia moja, na wokovu ni kwa mtu mmoja, na wokovu ni kwa damu moja tu ya Kristo Yesu, sio ya wanyama. Haleluya. Msamaha wa dhambi ni kwa njia moja. Mwathani arogocwo. Na ni lazima tuweze kujua ya kwamba kanisani hatuhubiri ministry of death. Tukisha kujua watu wamefunguliwa, ministry of death tunafaa kuiondoa. Ministry of condemnation, kufanya watu saa yote usiku na mchana. Katika kitabu ya wede ujisomee, katika kitabu ya 2 Corinthians from 6, soma from there uweze kuona ministry of condemnation inaleta death, inaleta kifo. Kwa hivyo ndani ya nyumba la Bwana tunafaa kuhubiria watu ministry of life. Ukisoma utaona vizuri sana 2 Corinthians 3 from 6, teremka, utaweza kuona yale yote yameandikwa mahali pale na utafurahia sana. Katika kitabu ya John 3:16, John 3:16 ni mstari tunaojua sana, lakini hauna msaada kwa watu wengi. Ni kwa watu kidogo, watu wachache. Inasema ya kwamba For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kumtoa mwanawe pekee, ila kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Ate Mungu alimpeana nani? Only begotten Son. Kwa nini? Ndio aweze kuokoa ulimwengu. Ulimwengu ni nini? Ulimwengu ni mimi na wewe. Ulimwengu, sisi ni ulimwengu wa Mungu.
Ya, sisi ni ulimwengu wa Mungu. Tukiwa pale tutaangalia katika kitabu ya First John now. First John 3:16. First John 3:16 inatuambiaje? Inatuambia, hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Ati katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Angalia uone. John 3:16, First John 3:16, zote mbili sinanena kuhusu vile Bwana aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae. Nayo First John 3:16 inatuambia kama vile alivyotolewa yeye kwa ajili yetu, na sisi tunafaa tuweze kujitoa kwa ajili ya wengine. Niko hapa ni kwa ajili yako wewe, na wewe unafaa yale unayoyasikia ujitoe kwa ajili ya your neighbor. Jitoe kwa ajili ya your enemy. Jitoe kwa ajili ya your family, your children, your husband or your wife. Tokea ni kwa ajili. Alijitoa, alimtoa yeye kwa ajili ya upendo, na sisi tujitoe sisi kwa ajili ya upendo. Ni yeye aliweza kupeana ule upendo, sio sisi tunaupeana. Kwa hivyo ni kwa sababu yeye kwanza ndiye alitangulia kutoa ule upendo, nami na wewe tunafaa kutangulia kutoa. Tunafaa saa tena kusimama katika nafasi ya kupeana ule upendo. Na kwa sababu ya hivyo alitangulia kutoa upendo wake kwetu, na sisi tunafaa nasi tuweze kutoa ule upendo. Tuweze kutoa ule upendo, tuweze kufanya watu wengi, tutoe life zetu ni kwa ajili ya the other brethren, the other people. Tuweze kuwapa tuweze kuwajulisha upendo wa Bwana katika maisha yao. Haleluya, Bwana asifiwe. Nikisema tuweze kutoa, yani wakati ninasema tuweze kujitoa, ni kusema ya kwamba sasa hapo ndipo tumeitiwa tuweze kuonyeshana kazi ile tumeitiwa katika ulimwengu. Kazi ile mimi nimeitiwa katika ulimwengu ni kazi moja, preaching. Haya mengine ya kuja nyuma yangu, first utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake, haya mengine mtazidiziwa. Kwanza ni kufanya kazi ya Bwana. Kwanza ni kufanya wengine, ni kuonyesha watu wengine ile love iliyotoka ndani ya Kristo. Na tunaionyesha na nini? Na kuhubiri. Kuhubiri nini? Neno la Bwana. Neno la Bwana gani? Vile alituokoa, vile alikufa, akazikwa na akatuokoa katika dhambi zetu. Ndio kila mmoja wetu aliyo katika ulimwengu atoke ndani ya condemnation. Sababu kile kinazuilia watu waweze kuwa na imani ndani ya Kristo ni condemnation. Na condemnation ni nini? Condemnation is sin. Ni kifungo kinaofunga mwanadamu asiweze kutambua mapenzi ya Mungu na kazi ya Mungu katika maisha yake. Haleluya, Bwana asifiwe. Na usiende kuhubiri ndio uokolewe. Kwanza okolewa, uingie katika wokovu, ndio uhubiri ukiwa umeokoka. Watu wengine wanasemanga nitaenda kuhubiri ndio niweze kuokolewa vizuri. Kama unaenda kuhubiri ndio uokolewe vizuri, haujaokoka. Haujaokoka. Kama unaenda kuhubiri ndio uweze kujazwa vizuri, haujaokoka. Wokovu ni njia moja. Na ile dakika umepokea wokovu wa Kristo, wewe umepokea wokovu. Hauna kujasajaswa,
wokovu ni mara moja. Wokovu ni mara moja. Kutubu ni mara moja. Kuokolewa ni mara moja, sio mara mbili. Kugeuka ni mara moja. Yesu alituokoa mara moja na ikatosha. Sio kushinda hapa nikizunguka kutubu. Ati dakika yote ninatubu. Ni kuonyesha ya kwamba ndani ya moyo wako kuna hukumu, condemnation. Ndani ya moyo wako kuna dhambi inayokuhukumu. Na ndani ya Kristo hakuna dhambi. Alituokoa na dhambi yote. Condemnation akaitoa. Katika 1 John inasema 3 inasema ya kwamba 20, ati wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Bwana. Mtu yeyote yule ana ujasiri kwa Bwana hajaokoka. Wakati tunapokea tu wokovu, ujasiri wa Mungu, ujasiri wa Kristo, wema wa Kristo, boldness, haleluya, inaingia mara moja na inafanya kazi ndani yangu na ndani yako mara moja. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa ni kukaa chini, kuelekezwa, kufundishwa, kufafanuliwa neno la Bwana, ndio tuweze kujua ufunuo umefichwa ndani ya lile neno. Sababu neno ni ufunuo. Neno sio kulisoma tu. Neno ni ufunuo. Na usipopokea ufunuo ndani ya neno, ndio uweze kuitafsiri vyema mbele ya watu na kwa watu wale wengine, na kuambia mtu wa Mungu, haya utaongea zako. Wakati umeokolewa, ndio sasa nawe unasimama katika mwanya wa kuhubiri. Ninahubiri kwa nini? Kwa sababu nimeokolewa. Wokovu wangu unafika mwisho ama haufiki? Haufiki. Wokovu wangu una mwisho? Hapana. Imani yangu ina mwisho? Hapana. Ukweli ulio ndani yangu una mwisho? Hapana. Bwana asifiwe. Imani iliyo ndani yangu ina mwisho? Hapana. Haleluya. Nimeokolewa mara moja ya kutosha, milele na milele. Yesu, Mungu alitupenda. Na Mungu alitupenda mpaka akamtoa mwanae. Alikosa kujipenda yeye, ati yeye aishi yeye mwenyewe katika umilele. Alitupenda mpaka akampeana mwanae. Katika kitabu ndio nimalizie John 10:10 inasema ya kwamba John 10:10 inasema ati the thief cometh not but for the steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundant. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na tele. Si unaona? Mungu hakukuja ni kwa sababu ya mambo mawili. Alikuja ndio atutoe katika mkono wa mwizi, katika mkono wa mkorofi, katika mkono wa mdanganyi, huyo mdanganyifu, katika mkono wa shetani. Na shetani anakudanganya ya kwamba umeokoka, lakini watubu kila saa. Shetani anakudanganya ya kwamba umeokoka ati kwa sababu unasoma neno. Shetani anakudanganya ya kwamba umeokoka ati kwa sababu unahubiri mara mingi na kuhubiri kwa nguvu, na
anakudanganya ya kwamba umeokoka ati kwa sababu unafanya miujiza na maishara. Shetani anakudanganya umeokoka ati kwa sababu unatabiria watu na unaona mambo ya watu. Shetani anakudanganya umeokoka ati kwa sababu unaomba maombi mengi na unafuga sana na siku nyingi. Shetani anakudanganya umeokoka ati kwa sababu ulibatizwa, ama unakula mesa, ama unaenda kanisani mapema, ama unatimiza yale yote inafanywa kanisani, si kwa matendo. Wokovu ule wa kweli unatokana na kazi ya Kristo Yesu, sio kwa uwezo wako, sio kwa nguvu yako, sio kwa matendo yako, sio kwa uzuri wako, sio kwa kuhurumia watu. Haya yote yanakuja baada ya kuingia katika wokovu kamili katika njia inayofaa. Sio kwa sababu ulikuwa mgonjwa sasa ukaombewa ukaombewa wokovu ndio upone, ama kwa sababu ulikuwa maskini ukaombewa utajirike, uokoke ndio utajirike. Hiyo yote ni uongo yako. Hiyo ni uongo yako. Uko katika ulimwengu wako peke yako katika hiyo nafasi. Wokovu si kwa sababu ya jambo fulani. Tena wokovu si kwa kupenda kwetu ama kujiamulia. Tuliamuliwa. Tumesoma na wewe kutoka pale mwanzo. Ya mwisho kabisa ni Philippians 12. Philippians 12. Philippians 12. Philippians 2. Sorry. Philippians 2. 3 mstari wa Philippians 2. 1, sorry, Philippians 2:1 inasemaje? Nitasoma Kiswahili ndio kwa sababu ya time. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote ya rehema. Number 2 inasema, sorry, fulfill ye my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, mwenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Number 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Msitende neno lolote kwa kushindana, wala kwa majivuno, wala kwa unyenyekevu. Kila mtu na amheshimu mwenziwe kwa kuwa bora kumliko. Bwana asifiwe. Mstari wa 13 inasema 13. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Sio kwa mapenzi yako na sio kwa pendo lako, ila ni kwa yeye ndio uweze kutimiza jambo lolote lililo jema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kutimiza jambo lolote lililo jema sio kwa pendo lako, sio kwa mapenzi yako, ila ni kwa yeye kuyatimiza ndani ya neno lako. Kutenda kwako hakutaleta amani wala furaha katika mapenzi yako.
Lakini wakati utatenda mapenzi ya Mungu, utafurahia. Wakati utatambua kazi ya Mungu na pendo lililo ndani yake, utaweza kujikuta katika hali ya kufurahi na kuwa na amani. Nimeshukuru sana kwa wakati huo umenipa tuweze kulisoma neno pamoja. Lakini kwa wakati huu nataka tuombe, ndio kesho tutaweza kuwa pamoja mahali hapa na tutaweza kuzungumzia kuhusu kuendelea na kuzungumzia kuhusu wokovu, ya vile tunavyoupokea katika ukamilifu, sio kwa mambo yale tunafikiria katika ulimwengu. Wokovu si wa ulimwengu, wokovu ni wa Bwana. Wokovu ni wa Mungu na unatoka kwa Mungu. Haleluya. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Pendo lako ni kuu na ni la ajabu. Mapenzi yako Bwana yatenda kazi ndani yetu. Asante ni kwa sababu tulikuwa tunafikiria mtu akipata shida anaokoka, mtu akigojeka anaokoka, mtu akikibishwa anaokoka, mtu akipatana na haya. Mungu, nimekuja kujua hata kabla hayo yote kupatikana ulikuwa umetuokoa na umetupa wokovu kama kipawa, si kwa sababu ya matendo, si kwa sababu ya kujitahidi, na si kwa sababu ya hekima nyingi ndani yetu, ila Bwana Jehova Jire, ni kwa sababu wewe ulipenda kutupa kicho kipawa katika maisha yetu, ndio tuweze kukionyeshana katika maisha yetu kwa kuhubiri neno baada ya wokovu. Bwana wangu na Mungu wangu, wewe ni mfalme na wewe ni mwenye uwezo na wewe ni mwenye nguvu, na mapenzi yako wakati wowote ikifanyika, watu wanafunguliwa, watu wanaokolewa, watu yani wanasimama, na watu wanafurahia, wanakuwa na amani na wanakuwa na upendo pamoja, watu wanatafutana, watu wanasimamishana kila mmoja. Ni kwa sababu Kristo ameingia ndani ya mioyo yetu. Tunashukuru Bwana, ni kwa sababu kila jambo Bwana linakuja kwa kusudi. Ndio Bwana Jehova Jire, tukihubiri mambo kama haya, tunahubiri ni kwa sababu kuna moyo unautafuta, kuna moyo unataka kuwaonyesha ya kwamba ate si kwa kazi yako ndio umesimama, si kwa matendo yako ndio umefika mahali umefika, lakini yale yote yamefanyika ndani yako ni kwa ajili Mungu alipenda, Mungu alikusudia, na Mungu alionelea ni vyema aweze kukuokoa kikamilifu katika utukufu na katika neema. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu ya kufa kwako, kuzikwa kwako na kufufuka kwako, na ni kwa sababu Bwana ulitenda hiki kitendo mara moja ya kutosha ndio uweze kumkamilisha mwanadamu mbele za Mungu, na ndio mwanadamu aweze kukua na uwezo wote katika mapenzi yako wewe Kristo, kwa yale yote uliyokuja nayo. Asante Mungu wangu na Baba yangu kwa uwezo wote na kwa nguvu zote, na ni katika jina lako Yesu Kristo mfalme ninawabariki watu hawa wakienda kazini mwao, mikononi mwao Bwana kuweze kujazwa fedha, hera nyingi Bwana, na waweze kupokea Bwana Jehova Jire faida katika kazi wanazosifanya. Nimewaombea Bwana Jehova Jire maono katika maisha yao ya rohoni iendelee na kupanuka, mfalme wa ajabu, ni kwa sababu ya kuliamini neno lako, na ni kwa sababu Bwana Jehova Jire waweze kufikia wengi, na wengi waweze kupokea ahadi hili uliweza kuipeana kutoka mwanzo. Wewe ni Mungu na wewe ni mfalme, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Kwa neema tumehubiri.